Welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. In this particular episode, I will be mixing Swahili and English. Nitakuwa nachanganya Kiswahili pamoja na Kiingereza kwa sababu ya baadhi ya matamshi ambayo labda nitalemewa kuyaweka katika lugha ya Kiswahili. Pale Mbita kumekuwa na tumbo joto na wakazi wamekuwa na hofu zaidi, na hofu hii imeenea katika pande zote katika taifa la Kenya, wakati ambapo sasa hivi kunaendelea na vita pale maeneo ya Iran kati ya Wamarekani, Israel ambao wameshirikiana kuiangamiza Iran baada ya kumuua ayatola wa nchi hiyo. Vilevile kumekuwa na taarifa za kutisha kwamba kumetumwa milipuko pale maeneo ya Qatar, Oman, Saudi Arabia na mataifa mengine mengi ya Kiarabu. Sasa hivi tunavyozungumza kuna vita vinaendelea paka pale maeneo ya Dubai. Kwa hivyo pale Mbita na Kenya kwa jumla, hofu imetanda kweli, kwa sababu wavuvi walipokuwa wakivua samaki pale maeneo ya Mbita katika kaunti ya Homa Bay, walipata mabomu 20 ambayo yalikuwa katika hatari kubwa ya kulipuka pale Lake Victoria, wakifanya kazi kwa maeneo mawili in two separate incidents. Hao wavuvi, the fishermen, walipata jumla ya mabomu 20 ambayo yalikuwa katika hatari kubwa ya kulipuka, na hadi sasa haijajulikana wazi mabomu hayo yaliwekwa na nani, kwa ajili gani, na walikuwa wanalenga nani. Tarehe 1 mwezi huu wa Machi, mwezi wa 3, Litale Beach, wavuvi walikutana na sanduku kubwa la chuma, a heavy box, katika neti zao. Wakafurahia sana wakifikiria kwamba wameangukia samaki mkubwa ambaye labda angeleta kipato katika kazi yao ya uvuvi. Wakavuruta. Ilipofika juu, wakashangaa kuona sanduku nzito la chuma. Kulifungua ndani, wakapata kwamba ni mabomu, live bombs and ammunition, mabomu. Lakini hawajajua ni nani alikuwa ameyatega hayo mabomu, na kuna uoga na hali ya taharuki kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea kwa mataifa ya Kiarabu na mataifa mengine pale nje. Kwa hivyo wakawa na wasiwasi mkubwa. Hiyo haikutosha. Baada ya kupata mabomu hayo mazito ambayo kama yangalilipuka yangaleta hasara kubwa na vifo vingi katika maeneo ya pale Mbita. That is incident number 1. Tarehe 2 tena, tarehe 2
ilikuwa ni siku ya Jumatatu pale Koguna Beach. Kundi lingine la wavuvi pia vile likakutana na mabomu 14. Imagine 14 bombs. 14. Tarehe 1 wakakutana na mabomu Litale Beach. Tarehe 2 wakapatana na mabomu 14 tena pale maeneo ya Koguna Beach. Polisi walipofika pale wakasema kwamba kwa lugha ya Kimombo hayo mabomu yanaitwa propellant type explosive devices and live bullets. Ya? Na hadi sasa uchunguzi ukiendelea haujabaini kirasmi kwamba mabomu haya yalitoka wapi, yaliwekwa na nani na kwa lengo lipi. Hadi sasa haijabainika. Lakini mabomu hayo yalipelekwa pale maeneo ya Mbita Sub-County Police Headquarters, na polisi wakasema kwamba wataenda kuyaharibu. Ya? Kuna kitu tunaita bomb disposal and hazardous materials unit kutoka Kisumu. Wamesema kwamba watashirikiana ili kuyaharibu mabomu hayo. Onyo kali limetolewa kwa Wakenya kwa jumla pamoja na wavuvi kwamba mukikutana na sanduku lolote la chuma ambalo hamuelewi ni la nini au hamujajua limebeba nini, ni vizuri kutolifungua, kwa sababu mutalifungua mkutane na mabomu, na hayo mabomu huenda yatawalipukia na kuharibu au kuwaua na vilevile kuharibu maisha ya watu wengi. Unapopatana na vitu kama hivi, jaribu kupiga ripoti kwa haraka katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe. Tunashukuru Mungu kwa sababu mabomu hayo yalipatikana kabla ya kulipuka. Tunashukuru kwa sababu yalipatikana kabla ya kulipuka. Ni kazi ya Mungu na tunashukuru sana. God bless you. See you in the next episode. Asanteni sana.